Na wale wenye mnajifanyanga hii ndio mnajua kupatiana ushauri hapa online ya. Mnajifanya mnajua kupeana ushauri. Yaani mnajifanya venye mnajua sana. Mimi mnanifurahishanga, sijui mnalipwanga na nani by the way. Kiingilia mambo zenye hata aziwahusu hata. Kama sasa kuna mtu hata anahangaika, hawezi lala tu kwa sababu ya Ruth, wamekosana na Ayubu, juu ya Kamacha nini. So shughulike na mambo yako. Mbona mnajifanyanga wazuri na hata kwenu kwenyewe kumeoza? Naona mtu tu anajaji tu mwingine, Kamacha ni mbaya, Kamacha nini, Kamacha nini. Afadhali mimi. Wewe mwenyewe kwanza sio rudi nyuma ujiangalie vizuri kwanza kabla hujaanza kuropoka hapo Kamacha. Mimi mnanifurahishanga by the way. Na kama mnamsaidia sana, mbona msimkumbushe kana kwamba ako na kwao? Satoka aende. Satoka aende. Mnajifanya hapa sasa mnamjali sana, sasa mnampenda sana. Muache kumdanganya. Hakuna chenye mnaweza mkamsaidia. Mimi nimewazoea tu, mdomo tu mnapigia tu hapo mjaze message hapo, lakini hakuna kitu yenye mtamsaidia, imagine. Hata muongee mangapi, wacha tu niwaambie. Mwanaume kama achapenda mtu anakuanga achapenda. Hata mwambie tu, hata kama chasi walika yake, hata kama chasi sio size yake. Nani alikwambianga ati mapenzi yanaendanga na miaka wala size? Oi. Mbona hawa? Mnajifanyanga mko na akili na wengine hata hawana akili. Nani alikwambia kana kwamba mapenzi yanaendanga na miaka? Unajua wewe na mtoto wa miaka 15 years ameoa mtu wa miaka 40 ama 50. Sasa basi kama hujaiona sasa utaonea kwangu. Mnajifanya wazazi wa Ayubu sana. Mnamjua sana. Mimi ninashangaa na wale watu ambao mnajifanyanga mnanijua. Basi kama mnanijua sana sasa sasa hivi niko wapi? Hapa ni wapi by the way? Mnajifanyanga mnatujua sana. Wacha niwaambie, hakuna siku mwanamke ataamka asubuhi akatongoza mwanaume. Unasikia? Kwa hivyo kama nitongozwa basi nitongoza. Na kuna siku nitakataa mwanaume kama amenitongoza. As long as amenitongoza ninampenda, nitampenda tu. Hata mtume messages nakaa aje, hata mseme nini. Kama achanipenda, imagine achanipenda. So atafanya. Wengine hapo na vierere, sijui huyo nini, sijui mtaongea, mtaropoka mengi, lakini usiku mtalala. Na imagine Ayubu lazima niambie good night. Na mtafiru aje by the way. Hizo advice mlikuwa mnampatia, muyanike saa basi chenye alikuwa anatafuta amekipata. Na Ruth, wacha nikwambie. Utadanganya tuna watu hapa kwa mtandao, tuletee message, tuletee evidence, tuletee nini wakupigia kere. Ojianika hapo, ojianika at the end of the day. Wewe ndio utasikia aibu. Wewe ndio utabaki na hiyo aibu, lakini ukitarajia atikana kwamba timio kinialika nitasikia aibu nini. Utangoja sana. Na acha nikwambie, kerere yako iweze kanizuia mimi sasa ati nikasirikia Ayubu ati nianze kumchukia. Sintamchukia. Na by the way umefanya vizuri at least oka expose hiyo mambo kila mtu akaijua. Wamefanya vizuri by the way. Hata hiyo ndio wamejiforce tu. Wanajiforce kwa mapenzi kwa nini? Mtu kama hakutaki, kama amechoka. Ni venye naogopa kuambia by the way, Ayubu ni mtu mwenye ako na heshima zake. So kama amejai kuambia kana kwamba amechoka na wewe, by the way amenituma nikwambie. Amenituma nikwambie kana kwamba amechoka na wewe. Na nikukumbusha kana kwamba uko na kwenu. Nakumbuka nilikwambia season ya maembe imekaribia, ni mwezi wa 9. Sasa ndio kakule maembe. Una huyu. Sasa wewe ukitaka kushindana na ndovu kukunia, utapasuka hiyo matako yako, mimi ndio nakwambia. Utapasuka mkundu. Endelea kubishana na mimi. Wacha sasa nikwambie. Wewe ndio nakanga tu hivyo, naona tu mwanaume ni wako nini. Wacha nikwambie, mwanaume ni wako sasa, ile umemuzika, unaona kaburi. Ukiona hiyo kaburi penye umemweka pale utakuwa unasema huyu mwanaume ni wako. Lakini saa hizi ni mwanaume ni wetu. Kaa tu ukijua mwanaume ni wetu. Na kuna wengine huko ati nini. Nyinyi mnajifanya mko na mabwana. Nani amewaambia ni wenu? Si mbatafutie lebo basi mbaweke tujue tu kuna wale wenye ambao wameweka marebo au ni mabwana za wenyewe. Mtawatafutie rangi kama hizi mabasi za shule. Mtawatafutie rangi ati simeweka alama ndio tutakuwa tunajua hawa
Wengine mnapiga madomo mnasema ati huyu bwana ni bwanangu, na hata hawajaifika hata kwenu. Hata wazazi wenu hawajai kunywa hata sukari, Yaani mimi nitapiga mara yangu na mzazi wangu aishi maisha mazuri. Sasa niwaambie. Unajifanya mzuri hapo, ati bwanangu. Acha nikwambie tu, nifanye tu hakajai kuonyesha jua anatembeanga na nani. Nifanye jua huyo waka anatembeanga na nani. Lakini kaa ukijua kuna mwanamume wa mwanamke mmoja. Hiyo nafaa ukao ukijua. Hakuna mwanamume wa mwanamke mmoja. Na mimi mtu atanitishia ati kwa sababu ati wacha niwaambie, muongee lakini najua tu usiku ikifika lazima mlale. Na hii hakuna kitu yenye itanistopisha by the way. Hakuna kitu yenye ambayo itanizuia ati kwa sababu hasa mmesema mkasema kelele za chula tunasemanga ziwezi zuia ng'ombe kunywa maji. Sawa? In fact, mambo yangu na Ayubu hiyo ni watu wawili. Kwa hivyo hata mkiingilia mropoke, mseme nini at the end of the day. Sisi wenyewe tutadecide. Sisi wenyewe tutadecide. Kwa hivyo, hamwezi force ati sasa Ayubu akae na Ruth. Mnamforce nyinyi ndio mlikuweka wakijuana. Nyinyi ndio mlibachikanisha. Mmewajua wakiwa pamoja. Wacha hata hivyo mliwajulia kwa kipindi. Mliwajulia kwa kipindi. Sasa ndio mliwajulia. Sasa hivi mnajifanya mnawajua sana. Wacha tu nikwambie, Mdomo mtapiga, mfanye nini lakini hamtamsaidia. Hakuna kitu mtakuwa mmesaidia Ruth. Sasa mlimeitisha evidence amebatolea. Na by the way mlifanya vizuri. Hata sasa Tisa ameweza kujua, amejionea mengi na bado kuna mengi yenye hajaona. Na kama Ruth wewe ni mwanamke, kama ni mwanamke, sio ulikuwa umesema utakuja Kenya utanitafuta. Mimi nilikuwa nakungoja by the way. Kuja niulize story ya Ayubu, kuja niulize mimi katikati yangu na Ayubu nini inaendelea. Nimekwambia ukweli, tunapendana. Na sitakuficha. Sasa ukiona upandishe pressure, ukiona ulazo hospitali, ukiona hata ujinyonge, chochote chenye utachagua, life ni yako. Life ni yako. Hatiji na kuharibia boma yako. Yangu kwani kwa boma? Nashinda ukiniambia na kuharibia boma yako. Hata mimi bwanangu penye yako sasa sijui yako na nani. In fact sijui kwenye yako na nani. Akirudi tukikuwa ndani ya nyumba pamoja ndio najuanga ni wangu. Akivuka mlanga akitoka nje mimi sio bwanangu. Sawa? Hadi wewe mwenye unashinda ukisema bwanangu. Bwanaka amechai kulipia nini? Hata aliniambianga bezaje ienda kwenu. Aliniambia yeye ienda kwenu. Na acha hivyo hata haienda. Hataenda. Unajiforce kwa mwanaume, unajiforce. Lakini sitakulaumu, mnadanganywa na gologolo ya mahindi. Maybe alikudanganya na gologolo ya mahindi huko kwenu venye kulikuwa kumekauka. Ndio maana uliingia hiyo ndoa. Alafu sasa hizo unajifanya kana kwamba sasa ulipata bwana. Wacha nikwambie hata kabla hujakuchukua kulikuweko mtu. Nataka kuniambia ndio alikuwa mwanamke wake wa kwanza. Kuliwahi kuwa na wakakuwa na pia mimi niko na kutakuja mwingine. Uamuzi ni wake. Nimekwambia kuna mwanaume wa mke mmoja. Kaa tu ukijua hivyo. Na mimi utanisumbua akili. Kitu ya kwanza, au utanisumbua akili na kuna kitu unaweza nifanyia ati kwa sababu ati niko urafiki na Ayubu ati nini. Mdomo tu ndio utapiga. Nilikwambia kama unajisikia tu kuja kukutana na mimi, kuja tukutane. Kuja niulize. Hata una aibu. Mtu anakuaibisha paka mbele ya inilo wako. Vitu za familia unakuja unaweka kwa mitandao. Sasa acha tu nikwambie hivi. Sasa saidi hata wengine wenye ambao kwa na hiyo hamu ya kumtaka sasa watamtaka sana. So kama ukijua wewe saa hizi, wewe lea watoto wako. Ukisikia umechoka toka, ondokea, mwingine aingie. Ukisikia umechoka toka, mwingine aingie. Nimekwambia wewe si wa kwanza kwa hiyo ndoa. Wewe si wa kwanza na hutakuwa wa mwisho. Wewe si wa kwanza na huwezi kuwa wa mwisho. Wacha kujidanganya. Wacha kudanganya na watu ati uko mrembo, sijui nini. Hizo ni kukudanganya, wanakudanganya. Kuna kitu watakusaidia nayo.
Hata Ayubu alikwambianga wewe ni mrembo, akakuahidi kila kitu. At the end of the day kumeenda aje? Sasa alikuwa amekuahidi vitu mingi sana. So wewe ndio utazidi kuchikwa na pressure za wanaume. Bado utalia hata kutoka kwa Ayubu, hata uende mahali pengine. Popote penye utaenda utakuwa tu unalia. Wacha nikuambie, wanaume wamezaliwa na mwanamke mmoja. Na wanaume wote ni malaya, usiwaidanganywa. Hata baba yako ni malaya. Unajua kuna wengine hapa mnajifanya kana kwamba ni kama mimi ndio nilitongoza Ayubu, ni kama mimi. Kwani mnataka kumaanisha Ayubu hawezi akanitongoza? Sasa mmepata evidence, mmeonyeshwa. Na bado mimi nitawaonyesha zote sasa kwenye tulianzia mimi na Ayubu. Naweza waonyesha kila kitu kwenye tulianzia na Ayubu. Sasa ndio utafainti vizuri. Wacha hizo zingine mlikuwa mmevuta. Labda ulipata simu yake kama alivutanga za kitambo. Mimi naweza kukuambia hata nikuja Tanzania kwenye tulikutania na yeye. Sasa tuone utafanya nini sasa, utajinyonga ama utafanya nini? Wewe kama unasikia umeshoka na life bwana. Rudi kwenu. Hata kuwekea wazazi wako ma expenses ya kujia Tanzania. Rudi kwenu mapema ndio best. Rudi kwenu. Wachana na Ayubu, acha kupea Ayubu stress. Wacha kupea Ayubu stress. Kushinda tikila sana mtajia kama chana. By the way unafanyanga mzuri. At least unamkumbusha niko. Kila saa mwanamke akiingia kwa nyumba kama cha. Yaani unashinda toke mpea stress. Yeye hata aliniambia jana hata kwa usiku nikulala nikushinda toke mwambia kama cha. Asubuhi amkie kama cha. No wonder unawachwa wewe. Wacha hivyo venye nilikuwa namwambianga tu alinde familia yake. Niko na uwezo hata kumwambia taswai kupata shilingi wewe. Niko na uwezo wa kumwambia waachane na wewe. Wewe si ndio kianika mwanamume kwa mtandao unatarajia ati kila kitu akusaidia venye unataka? Naweza kuachia maindo wako wenye unasemanga maindo wa online tuone kama watakusaidia. Vitu zingine tumia akili. Utalia. Ukilia unalia peke yako, imagine. Mimi sijaona mtu mwenye analia, labda tu emoji tu machozi wenye wanawekewanga hapo. Lakini ni real wanakuanga wajalia. Kwanza wanafurahia sana akiona ukilia kama una habari. Wanafurahia sana wasikudanganye, wanafurahia sana. Wewe lia machozi yako, fanya venye utafanya. Sikia, bani unalia paka sauti na ati juu ya mwanaume unalilia mwanaume. Unalilia mwanaume surely. Kweli, na walikuwa na upendo mwingi kwake. Walikuwa na upendo mwingi sana. Kumbe walikuwa wamekuja tu kazi ya nyumba. Usijali. Walikuwa wamekuja tu kazi ya nyumba, sasa contract yako naona very soon ikiisha. So anza kujitayarisha. Walikuwa wamekuja contract ya nyumba. Usijali. Hiyo kierere yenye ulikuwa nayo ya kuzaa watoto. Haijalishi hata kama ulizaa mapacha, ni watoto tu. Nani amekwambia kana kwamba siwezi nikazaa? Naweza nikazaa tena vizuri sana. Siku hizi menopause inaenda mpaka 70 by the way. Kwa hivyo niko na watoto wangapi hapo katikati? Kwanza naweza mzalia matriple, wacha venye ulizaa mapacha. Naweza zaa triple tena mbegu safi. Mbegu safi mimi nakwambia. Kwa hivyo ukipiga mdomo wewe jua venye utadili na mwanaume wako. Umesikia? Jua venye utadili na Ayubu wako. Mimi wachane na mimi kabisa. Ndio nitoe kwa mdomo wako kabisa. Lakini nakuhakikishia na nakwambia ukweli kana kwamba imagine tuko mbali na sasa kuambia zaidi hapo, tuko mbali. Nilikuwa tu pana domeza, lala usingizi yako. As long as ulikuwa unapewa amani kwa nyumba. Imagine Ayubu hajai kuonyesha madharau. Hiyo time nimekaa na yeye tunaelekea mwaka moja, Ayubu hajai kuonyesha madharau. Unataka kuniambia ni madharau gani amekuonyesha? Wewe ndio unataka kuanza kumchokola.
Lakini kama unasikia umechoka, kanyaga nje. Toka. Toka, wachana na mtoto wenyewe cha kushindwa kumpea stress. Muache kumpea stress. Hivyo ndio naweza kuambia.